Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu Waislamu, na wale ndugu katika binadamu, ndugu katika Adam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama kwa hakika lazima turejeshe shukrani mwanzo kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye alituwezesha kufika sehemu kama hizi, kwa sababu ya kufundishana maneno ya Mwenyezi Mungu au maneno yake yeye mwenyewe. Nukta muhimu sana ambayo lazima iwe kila wakati tunazungumzia, tunasema sisi kama Waislamu hakuna kitu ambacho kimeenea ndani yetu katika imani yetu kama kitu kinachojulikana kama amani. Qur'an inasifu katika miongoni mwa majina ya Allah ni As-Salam. Mwenyezi Mungu anajulikana kwamba ni As-Salam. As-Salam kwa maana mwenye amani. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa amani. Allah akatoa kulingana na jina lake hili tukufu la amani, akaridhika kwamba dini yetu iwe ina mfumo wa amani. Akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Leo nimeridhika kwamba Uislamu iwe ni dini yenu. Radhi za Mwenyezi Mungu, akaridhika kwamba Uislamu iwe ndio dini yetu. Kwa hivyo Waislamu wakasifiwa kwa sifa ya amani. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaandalia Waislamu baada ya kutoka katika dunia hii ambao walifanya mema yenye kumridhisha Allah, akawaandalia sehemu inaitwa Darus Salam, nyumba ya amani, ambayo si nyingine ni Jannatu Firdausi nuzula. Allah ametuelekeza hapo ndio tupiganie. Kwa maana hiyo ni kwamba ni lazima katika maisha yetu iwe tunaishi katika msingi huu wa amani ambao ndio imetangazwa na Uislamu. Mada yetu ya leo ambayo tutaisimamisha sahihi baada kumuita mwalimu tukiomba dua, ni mada ambayo mada hii ni mada nzito sana, hususa kwa ndugu zetu katika binadamu. Huu ndio msingi wa imani yao. Kwa maana ukiona madhehebu mbalimbali ya Kikristo, lakini lazima kwenye msingi huu waje wafanye nini? Waungane. Lakini msingi huu kiukweli kabisa, kulingana na mada ambayo itazungumziwa leo, ndio utaelewa kwamba je, huu msingi ni msingi sahihi ama si sahihi kupitia maandiko ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Mada ni Yesu, je, alikufa msalabani? Na kama alikufa msalabani, kwa nini? Kwa sababu ndugu zetu wanasema alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zao. Lakini mwanzo, kabla nimuite mwalimu, ni kwamba nataka tuweke mafahumu kwenye mada hii. Uelewe kunazungumziwa kitu kizito ambacho kinajulikana kama kifo. Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu, wakati amefariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya shauku ya kumpenda Mtume, ilifikia wakati akashika upanga, akasema mtu akisema Muhammad amekufa, kichwa chake ni halali. Kwa nini? Kwa sababu aliona kulingana alivyo Mtume haimfai kufa. Ni fikra zilizosalimika hizo, lakini Qur'ani ishatangulia kwamba Muhammad lazima atafanyaje? Atakufa. Na ndio maana sisi Waislamu tunaenda kutetea fikra kama hiyo iliyokuwa safi, kwa sababu Yesu ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, Qur'ani na Biblia imeweka wazi katika mada kama hii. Lakini wewe jiulize, ikiwa unaenda kutetea Mungu wako awe amekufa, hii mada itakuwa iko vipi? Pulika vizuri, tumuombe dua, tumuombe Allah, tuwasikize wenzetu wanasema Mungu wao alikufa. Wenzetu watakuja kusema Mungu wao alifanyaje? Alikufa. Sisi tunasema mtume wa Mwenyezi Mungu hakufa. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba.
اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nafikiri mwenyekiti mwenza baada ya maombi kisha utupe nafasi tuweze kumkaribisha mwalimu katika mada kama hii. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mada yetu ya leo, kuna kitu amesahau ndio maana nikasimama. Mada yetu ya siku ya leo, je, Bwana Yesu kafa na kufufuka msalabani? Sio kufa peke yake. Je, Bwana Yesu alikufa na kufufuka msalabani? Ndio mada yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo ni mada nzuri, mada ya kipekee ambayo leo mpaka kieleweke. Hapa hatutoki mpaka kieleweke kama Bwana Yesu. Hapa leo hatoki mpaka kama hakieleweke. Kwa hivyo kabla sijaomba mada, kupeleka mada ni dakika 25 peke yake. Dakika 25 zikiisha, hata kama haujamaliza aya zako ambazo umeandika na dakika 25 zimekwisha, maiki unaweka chini mara moja. Hakuna kukalia na maiki. Hii maiki sio inaitwaje? Hii maiki ice cream. Hii maiki si ice cream ukatalie. Hapa hakuna ice cream. Ikiisha dakika 25 unaacha maiki chini na unashuka. Hiyo dakika kusemesha mada. Kuuliza mada ni dakika 3. Kama nitakuita uje uulize swali, kuuliza swali ni dakika 3. Kama nitakuita uje uulize swali, alafu ulete porojo hapa na hadithi hapa, dakika 3 ziishe, unashuka, napandisha mwalimu hizo dakika 3 za porojo, akumaliza na hizo porojo zako. Hiyo ndio tutakwenda. Maana kama utatumia dakika 3 kwa porojo, hizo porojo ulizozitoa, mpaka nitaita mwalimu akanyanga hizo porojo kwa hizo dakika 5 na utashuka hapo. Dakika 5 ujibu swali. Dakika 5 za kujibu swali. Kwa hivyo kama umekuja kujibu swali, jibu swali na dakika 5. Ukileta porojo, muda uishe, unashuka chini na ngoma inakwenda through. Elimu itakuwa imepita. Kwa hivyo tafadhali, ukipanda juu, komboa wakati. Komboa wakati. Kwa hivyo tunaomba ili nimpatie mwenyekiti mwenza ampandishe mwalimu wake. Jana sisi ndio tulianza kupeleka mada. Siku ya leo Waislamu ndio wanaoanza kupeleka mada. Kwa hivyo naenda kuomba mara moja, nimkaribishe mwenyekiti mwenza amlete mwalimu apeleke mada. Naomba. Baba wetu Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako Yesu. Tunaanza kujadili kuhusu kifo chako. Na kwa sababu ulikufa msalabani, Yesu, tunaomba ukaweze kujinua katika kiwanja hiki. Ninaomba Kristo, wasikilizaji wote wanaosikia, ujinue katika maisha yao, ili kila mmoja atakapotoka hapa ajue kwamba ulikufa kwa ajili ya dhambi zake. Kristo, tusaidie kuanzia sasa hadi tutakapomaliza. Ni katika jina lako Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Karibu. Ulete mwalimu mara moja kwa sababu ya muda. Waislamu takbir. Katika ushirikina ni kumwomba aliyekufa. Katika shirki ni kuomba aliyekufa. Ustadh Shabani leo atatusimamishia mada hapa ya kuhusiana na msalaba. Nataka msikize makini sana, kwa sababu najua hiyo yale mapito atakayopita, kuna pasta ambaye atakuja pita katika mapito kama hayo. Karibu. Dakika ni 25. Kama mlivyosisitizwa, dakika lazima tuende nazo vile inavyohitajika, 25, usizidishe. Takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu wa rasulil karim. Bila kupoteza muda, dakika 25 zinaweza zikatosha kabisa kufundisha umma ili watu watoke katika upotevu wa miaka mingi kuhusiana na kifo cha nabii mtukufu, nabii wa Mwenyezi Mungu
ambacho kinatangazwa siku zote na leo tunakisimamisha katika muda huu, kwamba huyo nabii wa Mungu hakufa hata kwa malaria. Usizungumzie kuuawa, kwa malaria pia hakufa. Namshukuru chama na amesimama hapo upande wa Kristo, wanasema sio kufa tu, kuna na kufufuka. Sasa tutajadili vipi kufufuka kama mtu mwenyewe hakufa? Kwa hiyo tukimalizana na ile kwa hakufa, huko kufufuka hakuna. Si mpaka afe ndio afufuke? Kama hakufa kuna kufufuka? Lakini huu msalaba kwanza, asili yake unapouona msalaba, ima kwa ambulance au kwenye hospitali, manake chombo hichi cha msalaba kinapatikana sehemu hatari tu. Hizo sehemu hizo unapokeona wewe ukashtuka, inapita ambulance hapa, ina hiyo alama, tena imeandikwa nini? Kwa wino mwekundu. Nini asili yake? Sura 5 anzia 33. Shuka taratibu. 33. Changamka. Kitabu cha Qur'ani inasema. Inasemaje? A'udhu billahi minashaitani rajim. Basi ndio malipo ya wale wanaopigana na Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa kuna malipo, lakini malipo haya ni kwa ajili ya watu wanaopigana na Mwenyezi Mungu. Kwa kufanyaje? Na mtume wake. Kwa kufanya aliyowakataza. Wanafanya yale mambo waliokatazwa na Mwenyezi Mungu. Endelea. Na kufanya uovu katika nchi. Vile vile wanafanya uovu katika nchi, ni mafisadi katika nchi. Endelea. Ni kuuawa. Tunaambiwa malipo ya watu waovu hao kwanza ni kuuawa au nini? Kusulubishwa au ni kusulubiwa. Tulia. Tunapata ndani ya Qur'ani msingi unasema, ukiona mtu anapelekwa kwenye adhabu ya aina hii, hiyo ni kwa ajili ya watu wafisadi wanaopingana au kupigana na Mwenyezi Mungu, kwa kufanya yale mambo waliokatazwa na Mwenyezi Mungu. Swali linakuja kwa wewe unaiamini msalaba. Je, Yesu alikuwa mfisadi? Alikuwa akipinga maneno ya Mungu? Jaza kwa akili yako. Nashukuru naongea na Wakristo, na Wakristo wa Kenya mna sifa ya kuwa nyinyi wasomi. Msiangalie walimu wanachokitetea, wao wako kwenye kazi yao. Angalieni Biblia inasema nini. 21:22. 21:22. Kumbukumbu la Taurati inasemaje? Ikiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa. Biblia nayo inatuambia ikiwa mtu ametenda dhambi, lakini dhambi yake ile inapasa huyo mtu afe. Endelea. Inaendelea ikisema, endelea. Akauawa. Huyo mtu akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti. Katika kuuawa kwa yule mtu, kumbe alitundikwa juu ya mti. Mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti. Twende taratibu mwalimu, unisikize ninachomaanisha. Unasikia kwamba anatundikwa juu ya mti. Msalaba unakusudiwa hapa ni mti. Kwa nini? Lazima akomelewe misumari, ndio maana yake. Endelea. Inaendelea ikisema, mzoga wake ndio usikae usiku kucha juu ya mti. Maiti yake yule mtu alikufa isikae usiku kucha juu ya huo msalaba au mti. Endelea. Lazima utamzika siku hiyo hiyo. Kwa nini? Kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Unasikia msingi ndani ya Biblia? Yeyote aliyetundikwa juu ya msalaba amelaniwa na Mungu. Mtachukua miaka 1000 kumrai Muislamu aamini msalaba, mpaka anakufa Muislamu yulo hawezi hata siku moja kuamini kitu kama hicho. Kwa nini? Yesu hakuna siku alostahili kufanywa lana kwa ajili ya jambo hilo. Hakuna. Akilaniwa na mkikubali amelaniwa, je, mnakubali pia siku ya kiyama ataingia motoni? Hiyo mjaze kwenye akili zenu. Sura 3:54 mwalimu. Mjaze kwenye akili zenu. Alafu mjemsikize mwalimu wenu atakachokizungumza hapa. Endelea. 3:54 inasema. Inasemaje? Na Mayahudi walifanya hila. Sikizeni Qur'ani tena nakuja na tufahamisha, Mayahudi walifanya hila. Sikizeni nukta hiyo. Mayahudi walifanya hila ya nini? Na Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao. Kisha Mwenyezi Mungu alichokifanya, alipindua zile hila zao. Wao wanapanga na Mwenyezi Mungu anapangua hila zao. Endelea.
Na Mwenyezi Mungu ndiye bora wa kupindua hila za watu wabaya. Na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kupindua hila za watu wabaya. Hiyo ni Qur'ani inatuambia Mayahudi walipanga hila. Je, hila walioipanga Mayahudi, je, ni kweli walipanga? Na ilikuwa hila gani? 26:3 Mathayo. Sikiza hila yenyewe. 26. Sikiza hila yenyewe hiyo. 26:3 Mathayo inasema. Inasemaje? Inasema wakati ule ndio wakuu wa makuhani na wazee wa watu wana nini? Wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu. Kuna wakuu wa makuhani walikusanyika katika behewa ya kuhani mkuu. Endelea. Jina lake Kayafa. Huyu bwana alikuwa anaitwa Kayafa. Endelea. Wakafanya shauri pamoja. Hao watu walifanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila. Sikizani, Qur'ani inathibitishwa hapo kwamba ili wamkamate Yesu kwa hila. Sio kwamba anastahili akamatwe, la, kwa hila. Kwa kuna uongo wanaobandikwa Yesu nao ili watake kumwadhibu. Wewe bado unaamini kuna wokovu hapo? Kwa kutaka kuwa kwake bado unaamini kuna wokovu kama unavyofundishwa kwenye makanisa yako? Chunga na muda, miaka ni kidogo, siku zinasonga, unaenda kukutana na aliyemtuma Yesu, utajibu vizuri. Kwa tushapata kwamba kweli Mayahudi walifanya hila, lakini swali kuu ni kwa nini watake kumuua? Je, wanataka kumuua ili watu wasamehewe madhambi kama tunavyofundishwa ama kama tutakavyosikia hapa, au wanataka kumuua kwa lengo gani? Kulitokea nini watake kumuua? Mwalimu, nisomee kitabu cha Mathayo, anzia mstari wa 9. Mathayo 9:1. Sababu ya kwanza Wayahudi watake kumuua Yesu, hiyo hapo. Sababu ya kwanza nini? 9:1 Mathayo inasema. 12:9. 9:1 sijui. 12:9 inasema. Inasemaje? 12:9 kitabu cha Mathayo. Akaondoka huko. Wapi? Akaingia katika sinagogi lao. Aliondoka akaingia katika sinagogi lao. Ikawaje? Na tazama, yumo mtu mwenye mkono amepooza. Ndani ya sinagogi akapatikana mtu ana ulemavu wa mkono umepooza. Endelea. Wakamuuliza wakisema. Wakamuuliza, lakini lengo lao wanamuuliza Yesu kwa njia ya kumjaribu. Kwa nini wamjaribu? Ile siku ilikuwa siku ya Sabato, na siku ya Sabato ina sheria zake. Mtu haruhusiwi kufanya kazi yoyote siku hiyo. Yesu anaulizwa siku hiyo afanyeje? Endelea. Ni halali kuponya watu siku ya Sabato? Wanamjaribu, wanamuuliza, wewe Yesu tuambie, hivi ni halali kumponya mtu siku ya Sabato? Lengo lao ni kutaka kumshtaki. Endelea. Kumshtaki. Endelea. Akawaambia, naye akageukia anawaambia sasa nini? Ni mtu yupi miongoni mwenu? Anawauliza, na nyinyi nawauliza hivi, ni mtu yupi miongoni mwenu mwenye kondoo mmoja? Huyo mtu ana kikondoo chake kimoja, na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya Sabato. Imefika siku ya Sabato, kikondoo chako kikatumbukia kwenye shimo. Asiyemshika akamwopoa. Kisha yule mtu asimshike yule kondoo akamtoa, kwa sababu siku ya Sabato hauruhusiwi kufanya kazi. Kondoo ametumbukia kwenye shimo, kisha wewe utulie Sabato mpaka ishe, kondoo wako afe pale. Yesu anajua hilo haliwezekani, isipokuwa utafanya nini? Utamtoa kondoo wako kwenye shimo. Endelea. Yesu anauliza, je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Anauliza Yesu, anasema hivi, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Sasa ikiwa mtu utotulia wewe, kondoo wako anapotumbukia kwenye shimo utamtoa. Je, mtu anahitaji msaada siku hiyo, itakuwa ni bora mara ngapi? Hilo ni swali la Yesu. Jambo la kwanza, Wayahudi wakamwona Yesu amevunja Sabato. Jambo la kwanza, wakataka kumshtaki kwa sababu hiyo, na yote kwa sababu walikuwa hawamjui. Ndio sababu yote hiyo. Jambo lingine la kutaka kumuua, 11:38 Yohana. Hilo jambo lingine zito kabisa. Kuna jambo walikuwa wanahofia katika maisha yao, linazungumzwa kwenye kisa hicho cha Lazaro. Endelea. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, sio kwa ajili ya kuondolewa madhambi yako kama utakavyofundishwa hapa. Endelea. Akafika kwenye kaburi. Tunaambiwa Yesu alifika kwenye kaburi, nalo ilikuwa ni pango. Hilo
kaburi lilikuwa ni pango. na jiwe limewekwa juu yake. Juu kumewekwa jiwe. Hichi ni kisa cha Lazaro, alikuwa rafiki wa Yesu. Endelea. Yesu akasema nini? liondoeni jiwe. Ondoeni hilo jiwe kwenye kaburi. Martha dada yake yule aliyefariki Martha dada yake yule aliyekufa. Endelea. akamwambia